Wazalendo wanaingia mvula Kamituga, wanajielekeza kwenye mapambano ya vita huko Bukavu. Naam, sambamba kabisa mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu wa Amani TV Media popote uliko, matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini. Nayo furaha tele ya kuweza kukualika kuwa nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 29 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, ikiwa jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Mpendwa msikilizaji, tuko hapa kuletea yote, kwa hivyo ili kwanza kunapata habari hizi na kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Asubuhi ya leo tunayo mengi kutoka uko kwenye uwanja wa vita tarafani Mwenga, ambako wazalendo wameingia kwa wingi kwa kasi kubwa, wakiwa na lengo la kuweza kukomboa maeneo yote ambayo wahasi wa M23 wameyakanyaga uko tarafani Mwenga mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kuna hizo na taarifa zingine kutoka maeneo mbalimbali zikiwemo zile za huko jimboni Kivu Kaskazini pia, lakini pia sehemu zingine. Hivyo nakusihi kuniunga mkono kwa nami mwanzo mpaka tamati ili upate kufahamu ni kipi kinachoendelea kwa sasa kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini uko tarafani Mwenga, ambako hiyo jana kumeshuhudiwa na hali ya tamruki kubwa sana ambayo imeshuhudiwa kutokana na kusonga mbele kwa wahasi, lakini sasa mambo yamebadilika kwenye uwanja wa vita. Kwa nami mwanzo mpaka tamati. Naam, natumai kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako endelea kutusikiliza kwa muda na saha kama hizi. Natoa shukrani za dhati kwa kwa ambao umesha channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka uko tarafani Mwenga jimboni Kivu Kusini, ambako katika hatua ya kujibu mashambulizi ya wahasi wa M23 na kulinda ardhi ya taifa, vikosi vya wazalendo kutoka vijiji mbalimbali vimewasili mjini Kamituga kwa lengo la kuunga mkono la kujielekeza kwenye mstari wa mbele wa mapambano ili kukomboa maeneo yote yanayodhibitiwa na wahasi wa AFC M23. Kuwasili kwa wapiganaji hao wazalendo kumepokelewa kwa furaha na matumaini makubwa na wakahaji wa Mwenga pamoja na maeneo mengine mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wakahaji wa Kamituga wamejitokeza kwa uwingi kuwapokea, wakionyesha ishara ya mshikamano na kuunga mkono juhudi za kulinda ardhi na kurejesha amani katika maeneo ambayo yameathiriwa na mapambano. Kwa mujibu wa vyanzo vya wazalendo, operation maalum dhidi ya wahasi wa AFC M23 iko mbioni kuanzishwa, operation ambayo inalenga kusukuma nyuma wapiganaji hao hadi maeneo yote walioyakamata yakombolewe kikamilifu. Wamesisitiza kuwa hawatorudi nyuma hadi vijiji na miji yote iliyokamatwa na wahasi irejee mikononi mwa raia na mamlaka halali za serikali. Kuwasili kwa majeshi hawa wa wazalendo uko Mwenga kumeleta hali mpya na matumaini, lakini pia wasiwasi miongoni mwa wahasi, huku ikionekana wazi kwamba harakati za wahasi kusonga mbele sasa zitakuwa ngumu zaidi kutokana na uungwaji mkono wa wananchi na nguvu pamoja za FARDC pamoja na zile za wazalendo. Wakahaji wa Mwenga wanaendelea kuomba amani rejee haraka, wakitazamia kwamba juhudi hizi za pamoja zitarejesha utulivu uliokosekana kwa muda mrefu katika mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hali imebadilika kwenye uwanja wa vita sasa. Wahasi walikuwa wakisonga mbele, lakini sasa imeripotiwa ya kwamba wameanza kuona vikwamo mbeleni, kwa sababu wazalendo wa Mwenga, Shabunda na sehemu zingine wamejikusanya kwa wingi kwa ajili ya kwenda kuzuia wahasi ambao wanatamani kusonga mbele. Na tukisalia tu bado huko kwenye uwanja wa vita, mpendwa msikilizaji, ni kwamba kamanda wa operation Sokolo ya pili Kanali Kisembo Isingoma amefanya ukaguzi maalum wa vikosi vya jeshi katika eneo la Shabunda kuelekea maeneo ya Nzibira. Ziara hii ya ukaguzi imefanyika katika maeneo ya Munokwa na Nyombe, ambako askari wameonekana kuwa na morali ya juu na utayari wa kuelekea kuimarisha usalama katika maeneo hayo.
Kanali Kisembo Isingoma aliwatia moyo wanajeshi wake kwa kuwapongeza kwa udhibiti wao licha ya changamoto za kiusalama zinazoendelea kujitokeza mara kwa mara katika ukanda wa mapambano. Aidha, aliwakumbusha kuendelea kuheshimu kanuni za sheria za matumizi ya nguvu wakati wa operesheni pamoja na kudumisha mahusiano mema na wananchi wanaoishi katika maeneo hayo ya operesheni za kivita. Zaidi ya hilo, kamanda huyo alisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya wanajeshi na jamii, akieleza kuwa usalama wa kudumu katika maeneo ya Shabunda, Zibira na vijiji vingine jirani unaweza kupatikana tu ikiwa jeshi na raia wanashirikiana kwa karibu katika kubadilishana taarifa. Hivyo vikosi vya FARDC pia uko Shabunda kuelekea Zibira endelea kujikusanya kwa ajili ya kufungua harakati na operesheni za kijeshi dhidi ya wahasi wa AFC M23 ambao wanaonesha kusonga mbele zaidi kiasi kwamba wanatamani kuingia Mwenga Center kwa kuweza kuchukua udhibiti wa maeneo hayo, kitu ambacho jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wanasema kwamba kikitokea pindi ambapo bado na wao wapo hai uko kwenye uwanja wa vita. Mpendwa msikilizaji, hizi ni za moja kwa moja kutoka uko kwenye uwanja wa vita. Lakini wakati huo huo, katika jitihada za kuweza kuwarudisha nyuma wahasi wa M23, vikosi vya kujilinda wazalendo vimeripotiwa kuharibu daraja la Mizizi lilokuwa likitumika kuvuka mto Lwindi katika eneo la Kashaka. Taarifa kutoka kwa vyanzo vya kiraia na vya usalama zinaripoti kuwa hatua hii ilikusudiwa kuzuia kasi ya wapiganaji wa AFC M23 ambao wanadaiwa kukaribia na kupanua maeneo ya udhibiti katika ukanda huo. Kwa mujibu wa mashuhuda, daraja hilo lilikuwa njia pekee muhimu iliyowezesha wakahaji kusafiri kati ya vijiji kadhaa vya Mwenga. Uharibifu wake umeleta hatari kubwa kwa jamii, hasa kwa wale waliokuwa wakikimbia mapigano kuelekea sehemu nyingine. Wakahaji wengi sasa wananaswa upande mmoja wa mto, wakiwa hawana uwezo wa kuvuka kwenda maeneo salama au kutafuta huduma za msingi kama vile chakula, matibabu na hifadhi zingine za dharura. Mashirika ya kiraia yanaripoti ongezeko la idadi ya watu waliokwama, wakiwemo wanawake, watoto na wazee wanaokumbana na hatari ya ukosefu wa msaada wa haraka. Zaidi ya hayo, barabara na njia mbadala za kupita katika misitu ni chache na si salama kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha maeneo hayo. Wakati huo huo, mapigano bado yanaendelea kuripotiwa katika vijiji kadhaa vya wilayani Mwenga na hali ya usalama inaendelea kuwa tete. Wadau wa kibinadamu wanaonya kuwa ikiwa njia badala haitopatikana haraka, huenda idadi ya watu walio hatarini ikaongezeka na changamoto za misaada ya dharura zikiongezeka zaidi. Wazalendo wametumia njia hiyo kuvunja kilalo hicho, moja kati ya mbinu ya kuweza kuwastopisha wahasi wa M23 kusonga mbele zaidi, kwa kuwa walikuwa na kasi nyingi sana, lakini wazalendo waliamua kuvunja kilalo hicho ambacho kilikuwa kinawavusha watu kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Sasa mambo yanazidi kuwa magumu kwenye uwanja wa mapambano. Mbinu zinakuwa nyingi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wazalendo wanapata mwanya ya kuweza kuwafurusha wahasi wa M23 maeneo yote ambayo endelea kuyadhibiti kwa sasa uko jimboni Kivu Kusini, tarafani Mwenga, ni mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Jambo waheshimiwa, mjambo. Sawa, hapa niko Kulwindi. Mkaaji anaanza kosa njia ya kupita na nakosa comportement sababu pori hatuna imani ya kukimbilia mpori. Huko wamekuwa na nia baende bakimbilie mu grand centre, lakini sasa vitu haviwezekane. Ndio batoto yetu sasa bazalendo banaacha natukatia isanda, banaikata na hapo banavuka kisha banakata isanda tangu usiku ya kuchia leo, na banasikia kama ba M23 wanakuwa Kashaka. Ndio wanakata hii sanda ya hapa Kavukimba hii. Tunasikia ya Kitamba nao biko banaikata na ya Mulole yote batakata. Siwe tuko huku comportement ya kujua hivi tujikomportea inaisha. Ile mko naona pale ndio kisi banaacha naikata na kuiacha maji na vikingo ya ngambo ya Chala ambayo yote
banaikatakata juu ni mianzi ndio ilikuwa vikingo, banaikata yote. Ndio kule mwangalie mzuri. Sawa. Masisi. Wakahaji wa Mahanga katika kundi la Nyamaboko ya kwanza wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini wameanza kurejea taratibu katika vijiji vyao baada ya takribani wiki moja wakiwa wamekimbia makazi yao kutokana na mapambano makali kati ya wahasi wa AFC M23 na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo likisaidiwa na wapiganaji wazalendo. Kurejea kwao kunafuatia kuchukuliwa kwa eneo la wahasi wa AFC M23. Taarifa hizi zinathibitishwa na vyanzo vya jadi vya eneo hilo ambao vinaeleza kuwa wakahaji hao waliorejea wanakabiliwa na changamoto mbalimbali hususan za kiafya kufuatia uporaji wa dawa na vifaa kadhaa vya tiba katika kituo cha afya cha Muhanga ambacho kwa sasa hakina chochote. Aidha, vyanzo hivyo vinataarifu kuwa hata wakahaji wa vijiji vingine jirani kama vile Bitoi nao wameanza kurejea makwao baada ya siku kadhaa kujificha misituni. Wengi wao wanasema kuwa uamuzi wa kurejea unatokana na mateso, njaa na hali ngumu waliopitia katika maeneo ambako walikuwa wanajificha. Hadi sasa haiwezekani kujua idadi kamili ya familia ambazo tayari zimeanza kurejea kwa kuwa bado tathmini ya kina na uorodheshwaji haujaanza kufanyika na mamlaka husika. Hivyo raia hao wameanza kurejea maeneo yao baada ya wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC kuweza kuchukua udhibiti wa eneo ambako wahasi walikuwa wakipatikana. Uvira. Hali ya ushirikiano imeanza kurejea kati ya majeshi ya ulinzi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC na wapiganaji wa kujitolea wazalendo baada ya kipindi kifupi cha mvutano katika mji wa Uvira. Kwa mujibu wa msemaji wa sekta ya Operation Sokola jimboni Kivu Kusini, mvutano huo ambao ulisababisha vifo na majeruhi wiki iliyopita sasa unaendelea kupungua hatua kwa hatua. Viongozi wakuu wa FARDC na wale wazalendo wamefanya shughuli za pamoja ya kuzikwa kwa wahanga hao wa tukio hilo la kusikitisha waliopoteza maisha katika makabiliano ya wiki iliyopita mjini Uvira. Mapigano kati ya pande hizo mbili yalisababisha vifo vya watu 7 na majeruhi 19 wakiwemo raia kadhaa. Halfa ya mazishi ya wapiganaji wawili wa kizalendo waliouawa katika tukio hilo imekuwa ishara muhimu ya kurudisha umoja na kuponya mpasuko uliokuwa umetokea. Viongozi wa kijeshi wa eneo hilo pamoja na makamanda wa sekta operation walishiriki kikamilifu kiufundi na kimwili wakiwa bega kwa bega na maafisa wa kizalendo. Katika ishara ya kuimarisha amani, pande hizo mbili zilitangaza rasmi kwamba zinarejea kwenye ushirikiano wa kijeshi kama zamani. Kwa upande wake, msemaji wa sekta ya Operation Sokola jimboni Kivu Kusini, Luteni Mdogo Rogan Mbui amethibitisha kuwa uhusiano kati ya FARDC na wazalendo umerejea katika hali ya kawaida. Amesema, sasa kwa kuwa tumerejesha uhusiano wetu, tutaunganisha tena nguvu zetu ili kusukuma nyuma uvamizi hadi mwisho kabisa. Wakati huo huo, mikutano ya maridhiano inaendelea kati ya viongozi wa pande hizo mbili, huku wazee wa jamii na viongozi wa kiraia Uvira wakitoa wito kwa wapiganaji wazalendo kuendelea kusimama pamoja na FARDC ili kufanikisha mapambano yao ya pamoja dhidi ya uvamizi ambao unaendelea kusonga mbele mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tofauti za jeshi la taifa FARDC na wazalendo zimefika kikomo na sasa wameungana kitu kimoja kwa ajili ya kuanzisha operation maalum ya kuweza kupambana dhidi ya wahasi wa AFC M23. Fizi. Baraza la vijana waaminifu kwa uongozi wa sera nchini DRC CEJOP DRC kupitia kiongozi wake Orfe Yamone Akamengele limewasilisha barua kwa waziri wa mambo ya nje wa DRC kufuatia vitendo vya kukamatwa kwa mara kwa raia wa Kongo wanaosomea nchini Burundi na kulazimishwa kulipa fedha kwa madai ya kukosa vitambulisho.
Okfe Amone Akamengele ametoa wito kwa waziri wa mambo ya nje wa Kongo na Burundi kuingilia kati swala hilo haraka iwezekanavyo ili kuhakikisha kuwa vitendo hivyo vya kukamatwa kwa wanafunzi kiolela vinakomeshwa kikamilifu na kuwawezesha raia hao wa Kongo wanaosomea Burundi kuendelea na masomo yao pasipo na tatizo yote ile. Okfe Amone Akamengele, huyu hapa, msikilize. Tumepata fursa ya kumwandikia mheshimiwa waziri wa mambo ya nje kufuatana na hali ambazo wakongomani hasa hususan wale wanafunzi wa etudiant ambao wanaosoma katika nchi ya Burundi wanapitia kila mara, hasa zaidi sana wakati ambapo panakuwa musako hii ambao kwa lugha ya kimombo wanaita couvre-feu. Vijana wengi wasomi wa Kongo wanaoishi Burundi wanapitia hizo changamoto na zinawafanya kuwa kama vile wenye kunyanyasiwa zaidi sana. Unakujikuta kwamba kuna kuwa wakati ambapo mwanafunzi anapofungwa na idara za ujasusi hapo Burundi na hata za kipolisi, wanakuwa shurutishwa kutoa pesa 15,000 za Marundi, na hiyo inakuwa inawakabilia wao kama vile wanafunzi kwa changamoto kubwa hiyo. Vile vile kuna kuwa kitu ambacho hakiendi vizuri kufuatana na matumikio ya ubalozi wa DRC katika nchi ya Burundi, na hiyo inaelekea kwa kuonekana kwamba hakuna kabisa mawasiliano kati ya viongozi wa ubalozi na wa vijana wa Kongomani ambao wanaosoma katika nchi ya Burundi, na hiyo inakuwa shida kubwa sana. Na kunakuwa vile vile changamoto nyingine ambapo kunakuwa ukosefu wa vyombo ambavyo vinavyohitajika kwa ajili ya kutoa vitambulisho kwa wale wakongomani ambao wanaoishi Burundi, na hiyo inakuwa shida mkubwa sana. Ndio maana unakutana kwamba wanafunzi hawapati hata vitambulisho vile vinavyohitajika kwa ajili ya kuendelesha maisha yao katika nchi jirani ya Burundi. Ndio maana tumemwomba mheshimiwa waziri wa mambo ya nje jitahidi sana kuangalia jinsi gani atafanya jitihada ili mawasiliano bora iwe kati ya nchi ya Burundi na Kongo kwa ajili ya ile hali ya vijana wetu wasomi wapate kuishi kwa amani bila manyanyaso, bila kuwa na shida yoyote. Vile vile tumemuomba angalie jinsi gani anaweza kuzungumza na hizi vitengo vya CPGL kwa ajili ya kufanya suivi ya wale wanafunzi ama kufuatilia zaidi sana harakati ambazo zinazohitajika wale wanafunzi wapitie ndani mwake, hasa hususan katika ukanda huu wa maziwa makuu. Na mengineyo ambayo tulimuhitaji ni kwamba angalie jinsi gani patakuwa mawasiliano kati ya balozi na viongozi wa wanafunzi katika nchi ya Burundi, kwa sababu wakati kunakosa mawasiliano kati ya ubalozi na wanafunzi, ni hapo ndipo unakutana kwamba wanafunzi wanakosa ni wapi watakapopeleka malalamiko yao na itajibiliwa na nani kwa muda mwafaka. Hiyo inakuwa tatizo mkubwa sana ambayo wanakumbana nayo wanafunzi wa Kongomani ambao wanaoishi katika nchi ya Burundi. Ni hiyo tulikuwa nayo kwa ajili ya shida ambayo Kinshasa. Waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari Patrick Muyaya Katembwe ametolea maoni hali ya usalama ya hivi sasa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kufuatia kuanguka kwa mji wa Goma na Bukavu na maeneo kadhaa ya Kongo mikononi mwa waasi wa AFC M23 mnamo mwezi Januari mwaka wa 2025. Akiwahutubia wapasha habari katika kikao kilichofanyika Alhamisi tarehe 27 Novemba kwenye studio ya Mama Angebi ya televisheni ya taifa, msemaji wa serikali amesema kuwa atahamia Goma mara tu amani itakaporejea. Patrick Muyaya amekuwa mwanasiasa wa pili kutoa ahadi ya kuanzisha makao makuu yake mjini Goma baada ya Rais Felix Tshisekedi Chilombo kufanya hivyo mwaka wa 2019. Rais Tshisekedi bado hajafuta ahadi hiyo licha ya hali ya uvamizi inayofanywa na Rwanda. Ikumbuke kwamba tarehe 15 Novemba wajumbe wa serikali ya Kongo na wale wa waasi wa AFC M23 walisaini mjini Doha mkataba wa awali unaolenga kuweka uratibu wa kuendeleza mazungumzo kwa madhumuni ya kufikia makubaliano ya kina ya amani.
Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, mkataba huo si wa mwisho bali ni hati ya mwongozo iliyoweka mbinu na ratiba ya majadiliano yajayo. Aidha, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na ile ya Rwanda zisaini mkataba wa amani nchini Marekani tarehe 27 Juni mwaka wa 2025 chini ya ushawishi wa Marekani. Mkataba huo unalenga kumaliza mzozo mashariki mwa DRC na kusisitiza kuheshimiwa kwa mipaka ya kitaifa, kusitishwa kwa mapigano, kujiondoa kwa majeshi ya Rwanda, kusimamishwa kwa makundi ya waasi pamoja na kuanzishwa kwa ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 29 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Nasema shukrani kwako ambao kuwa nasi mwanzo mpaka tamati. Shukrani zaidi kwa ambao mmesha-subscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi, na kuwa nami tena katika taarifa zetu za hapo baadaye. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadhani. Tukutane tena katika taarifa zetu za hapo baadaye. Bye bye.